Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi wetu, kipenzi wa Allah, naye si mwingine ni Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana anasema labda aulizwe, lakini ningependa aulize kwa sababu huu ni meza wa uliza ujibiwe. Hebu mpatie mwenye anasema anafaa kuulizwa. Rafiki yangu, wewe unamwamini Yesu? Kabisa. Na Muhammad? Sijamwamini bado. Unasubiri nini? Bado nangojea. Unaongojea nini? Nini hiyo unaongoja ndo muamini Muhammad? Sijafika huko bado. Ulifika kwa Yesu? Unamwamini Yesu kama nani? Mkristo. Mkristo. Ni Mkristo? Namwamini Yesu kama mwokozi wangu wa maisha. Mwokozi wako wa maisha. Kabisa. Yesu hakuwa mwokozi wako wa maisha. Msikilize anasemaje? 15:24 Mathayo, na Yesu ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo usichanganye maneno. Yesu ni mtume wa Mungu, tena ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na Waislamu wanampenda sana, lakini Yesu ni kwa wana wa Israeli peke yao. Sisi tunamwamini kama mtume wa Mungu, na alikuwa ni Muislamu mwenzetu. Alikuwa ni Muislamu ambaye alikuwa anapenda sana kufundisha watu tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Sikiliza hiyo andiko inasemaje? 15:24 Mathayo 15:24. Inasema Yesu anaongea. Yesu akamwambia, mnayo mikate mingapi? Samahani, unatafuta kwa simu ama? 15:24 akajibu akasema, Yesu mwenyewe akajibu akasema. Akasemaje? Sikutumwa. Yesu anasema sikutumwa, yani mimi Yesu sikupelekwa ila kwa kondoo waliopotea wa nini? wa nyumba ya Israeli. Mpatie. Umesikia maneno ya Yesu? Anasema sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya nyumba gani? Umesikiliza? Mtu arudie. Anauliza ni nyumba gani? Akajibu akasema, angalia kaka, sikiliza hapo, tunakufundisha maneno bure kabisa. Na mzee akae, mzee karibia. Mzee wetu ambaye anapenda sana kuuliza maswali, maskini ya Mungu, Allah muongoze. Mzee karibu hapo. Karibia kama una swali. Haya, soma hiyo. Akajibu akasema, mpe. Akajibu akasema, mpe. Akasemaje? Sikutumwa. Mpe. Alisema hakufanyaje? Sikutumwa. Mpe. Hakutumwa isipokuwa nini? Ila kwa kondoo. Mpe. Kwa kina nani? Kondoo. Wewe ni kondoo? Yesu amesema ametumwa kwa kina nani? Mpe amalize. Kwa kondoo waliopotea. Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe. Kondoo waliofanyaje? Nyumba ya Israeli. Waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli, na Yesu hajawahi kuombea ulimwengu, aliwaombea wana wa Israeli peke yao. Kwa hivyo Yesu hakuhusu ndewe wala sikio. Anayekuhusu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu ni kwa wana wa Israeli, wala hakuombei kwa Mungu. Ushahidi kwa hakuombei 17:9 kitabu cha Yohana. Hiyo ni mafundisho huwezi pata church. Hii ni mafundisho unapata hapa peke yake. Ukienda kanisani ni opposite. Sisi tunafundishwa opposite na church. Na wewe ukienda church unafundishwa kitu kingine, na yote iko kwa Biblia. Sasa wewe ndio unaamua uchague. Soma hiyo.
Inasema nini? Mimi nawaombea hao wana wa Israeli, kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Siombei ulimwengu. Ati nini? Siombei ulimwengu. Mpe, siuombei wapi? Ulimwengu. Na wewe uko wapi? Ulimwengu. Kwa hivyo Yesu hafanyi nini? Hakuombei. Anawaombea hao tu wana wa Israeli. Unasemaje sasa? Umeelewa? Kwa hivyo Yesu na wewe ni pamba na moto. Hakuhusu. Ni mtume wa Mungu, hafai kupingwa. Anafaa aminiwe kuwa ni mtume wa Mungu. Lakini ni mtume wa Mungu kwa kina nani? Kwa wana wa Israeli. Sasa mtume wako anaitwa nani? Mpe sasa usikilize. 758 Qur'ani. 758. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikiliza mtume wako ambaye atakuombea kwa Mungu, na kwa yeye utapata uzima wa milele. Kwa yeye utapata janna ukimwamini, ukimfuata. Yesu ukimwamini, ukimfuata ni bure bilash, hakuhusu. Ni kama utetee uende na wewe ni Waisli, uende Migori kwa MP uombe basari, hata kupa, kwa sababu yule ni wa Migori. Kuna wako wa hapa Islika Mkunji, anaitwa nani? Yusuf. Kwa hivyo ukitoka hapa uende kule na wewe sio vota wa kule, anakufukuza. Na hivyo hivyo Yesu, wewe si mwana wa Israeli, ukienda kwake anakwambia enda kwa mtume wako. Mtume wako anaitwa nani? Sikiliza sasa. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Sema. Anaambiwa huyu sema, ewe Nabii Muhammad. Mpe. Huyu anaambiwa sema anaitwa nani? Nabii Muhammad. Mpe, sikiliza anaambiwaje? Ewe Nabii Muhammad. Enyi watu, uambie hivi, enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenyu. Wapi? Nyinyi nyote. Mpe. Muhammad anaambiwa sema, mimi ni mtume wa Mungu kwenu nyinyi nyote. Wewe ni mtu si mtu? Mtume wako anaitwa nani? Hiyo umeelewa? Ukifa hivyo unapinga, ukifika kwa Mungu anakupiga kiboko. Sasa silimu before ufike kwa Mungu. Yesu kwa wana wa Israeli, Muhammad kwa wote. Very clear message. No contradiction, nothing. Everything ni clear and specific. Muhammad mtume wa Mungu, Yesu mtume wa Mungu. Yesu katumwa kwa wana wa Israeli, Muhammad katumwa kwa watu wote. Wewe chagua yule wa watu wote ama kwa wana wa Israeli. Na ukifuata Yesu lazima uwe mwana wa Israeli. Kama si mwana wa Israeli, Yesu anakukataa. Anakwambia sijui utokako. Hiyo umeelewa? Haya, fikiria, mpe huyu mwingine na yeye nimpe dawa yake. Haya, ushapona bado? Niko sawa. Umesikiliza vizuri? Umeelewa? Naelewa. Uko tayari? Fanya. Kwa Muislamu, sasa ushaelewa? Kwani mtu akielewa si anafuata? Uwezi amua saa hiyo. Umeelewa nini? Vile umesema. Nimesema nini? Umesema aje? Wewe umeelewa? Umeelewa nini? Ndio nataka unieleze, kwa sababu mwalimu akifundisha darasani anawauliza wale wanafunzi, nimewafundisha nini? Wanaeleza, si ni kweli? Nimefundisha kuhusu Yesu na Muhammad. Kuhusu Yesu nimesema ni nini? Nimesema ni mtume. Kwa kina nani? Wana wa Israeli. Na Muhammad nimesema ni nini? Nimesema ni watu wote. Ni mtume kwa watu wote. Umenipata vizuri? Nimekupata. Yesu na Muhammad wote, mashallah. Yesu na Muhammad, mashallah. Mzee wetu Allah amlipe jaza na janna, semeni amin. Ametoa sadaka yake ndogo, Allah mkubalie. Yesu na Muhammad ni kama mbunge wako anaitwa nani? Your own MP. MP. Member of Parliament uliyemvotia. Sudi. Haya, ni kama Sudi na Ruto. Yesu ni kama Sudi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawala wake ni kama Ruto. Ruto si ni kwa watu wote, lakini amechaguliwa na wananchi.
Ndio. Na Sudi pia amechaguliwa na nani? Lakini eneo fulani, ile conscience yake peke yake, si ni kweli? Mimi nikitoka Isli naweza kwenda kumwomba basari? Hapana. Lakini wale watu walimvotia wanamuomba, si ni kweli? Ni kweli. Kwa hivyo Yesu ni kama mbunge, Muhammad ni kama president. Umeelewa hapo? Sasa uko tayari kufuata? Bwana nda sijaamua. Kwa utawala kati ya president na MP, nani mkubwa kwa utawala? Na kwa uchaguzi si wote wako kwa ballot paper? Kwa uchaguzi wako iko, si ni kweli? Wote wako kwa ballot box utawapata. Lakini katika utawala kuna mmoja anatawala eneo kubwa na kuna mmoja anatawala sehemu ndogo, si ni kweli? Muhammad ni kwa watu wote, Yesu ni kwa wana wa Israeli. Ndiyo maana kabila ya wana wa Israeli ni kabila ngapi? 12. Na Yesu alikuwa na wanafunzi ngapi? Maana yake kila kabila la Israeli wako na mwakilishi wao mmoja kwa nani? Kwa Yesu. Wewe nani anakuwakilisha kwa Yesu? Hakuna? Petero akifika kwa Yesu anawakilisha kabila lake. Yuda akifika kwa Yesu anawakilisha kabila lake. Nini huyu mwingine anaitwa nani? Gadi, Ruben, wako wengi. Kila mmoja anamwakilishi kwa Yesu. Ndio maana walipofika 12 alifunga chapter. Hakuna Mwafrika hata huyu mmoja. Lakini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwepo Mwafrika, alikuwepo Mu-European, alikuwepo Mu-Asia. Muhammad kwa watu wote, Yesu kwa wana wa Israeli. Very clear message, very straightforward message. Wote ni mitume wa Mungu. Hiyo message umeelewa? Uko tayari kusilimu? Hapana. Bado Haya, una swali ya kuuliza? Sina swali. Mimi nikuulize? Hapana. Ati nini? Hapana. Wewe una swali? Sina swali. Mimi niko nayo, nikuulize? Hapana. Haya, silimu basi. Mimi nimekwambia sijaamua. Bado hujaamua? Haya, tulia usikilize. Mpe mzee. Mzee labda anataka kusilimu. Amesema, tulia tu hapo tu. Haina shida. Tulia hapo. Kama kuna haya simama tukana. Haina shida, usikilize maneno ya Mungu. Message ishafika, sikiliza tu. Na kama ni kusilimu utasilimu tu. La ikraha fi din. Hebu Waislamu niwaone kwa ishara ya mikono. Waislamu, Muslims. Haya chini. Wakristo wanaompenda Mungu. Wakristo wanaompenda Mungu. Kuna kaka yangu hapa. Kaka, habari yako? Mungu akubariki. Kijana mzuri sana. Hebu njoo kidogo. Njoo kidogo. Kuja hapa. Kuja kiti yako ndio njoo. Mzee wangu, habari yako? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Wilfred. Ungependa kuwa Muislamu? Haiwezekani hapa. Ungependa kuwa Mkristo? Mimi ni Mkristo. Nikuulize swali. Kwa nini niulize? Ndio nataka nijue kwa nini umekuwa Mkristo. Kwa nini nimekuwa Mkristo? Kwa maana nafuata njia. Njia ya nani? Kristo. Haya, endelea kufuata. Sikiliza. Hebu Waislamu mkono juu waone Waislamu. Haya, chini. Wakristo wanaompenda Mungu. Wakristo wanaompenda Mungu. Haleluya. Leo hawako. Wanajificha. Kuna mwingine kule anahubiri Mkristo. Namuona, naja kwako tu. Kaa usikilize, nikikuja unatoroka. Haya. Hebu mpatie huyo. Mpa huyo. Kaka, habari yako? Nzuri. Umesikiliza mafundisho? Bado. Haujasikiliza? Nimesikia tu kiasi. Umesikia nini? Kuhusu Yesu, Israel, wana wa Israeli, kondoo, vitu mingi. Una swali ya kuuliza? Mimi ni Muislamu
naamini Mungu ni mmoja peke yake. Kwa mafundisho ya Kiislamu Mungu ni ngapi? Mmoja. Mungu huyu mmoja ana mitume na manabii wake. Mmoja katika mitume wake ni Muhammad, ambaye ni wa mwisho, sio wa kwanza, wa mwisho. Muhammad ambaye ni mtume wa Mungu, si Mungu, si mwana wa Mungu, ni mtume tena nabii wa Mungu peke yake. Ameleta message kutoka kwa Mungu. Mwingine ni Yesu ambaye ni mtume wa Mungu tena ni nabii, lakini ametumwa kwa wana wa Israeli. Hakuwa Mkristo, alikuwa ni Muislamu. Yesu huyo hakufa msalabani wala hakufa kwa ajili ya dhambi ya mtu yoyote. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu, anabaki ni mtoto wa miujiza aliyezaliwa kwa miujiza kupitia mwanamke bikira Mariamu, mtume kwa wana wa Israeli. Tunaamini Ibrahimu pia ni nabii wa Mungu, ni mtume wa Mungu. Daudi, Zaburi, wote tunawaamini. Lakini dini yao wote hawa ni Uislamu. Hakuna mmoja alikuwa Mkristo. Adamu ni Muislamu, Ibrahimu ni Muislamu, Daudi Muislamu, Yakobo ni Muislamu, Zekaria ni Muislamu, Yohana Mbatizaji ni Muislamu, Yesu ni Muislamu, Muhammad ni Muislamu, mimi ni Muislamu. Hawa ni Waislamu isipokuwa wewe tu. Unasubiri nini? Peke yako ndo umebaki. Siwezi kuwa Muislamu. Nini unasubiri? Kwa sababu Yesu alikuwa Mkristo. Ati nini? Yesu alikuwa Mkristo. Nani alikwambia Yesu alikuwa Mkristo? Kulingana na maandiko. Andiko gani inasema Yesu ni Mkristo? Katika Biblia. Biblia ipi hiyo? Yenye uko naye hapa. Toa andiko tusikie inasema ni Mkristo. Unajua nikiingia hapa sikuwa nimejipanga kisaikolojia. Mimi nitakupanga, uko tayari? Kwa hivyo haujafanyaje? Ningekupea challenge, lakini si leo. Anasema hujajipanga, si ni kweli? Umeniita tu kana napita. Mtu kama hajajipanga si anapangwa? Unapangwa. Nikupange? Nipange. Mpe huyo 1:16 Mathayo. Nakupanga, sikiliza hiyo. 1:16. Mathayo. Naam. Inasema kwa wale andika. Inasemaje? 1:16. Ndo tunampanga pole pole. Inasema nini? Yakobo akamzaa Yusufu. Yakobo akamzaa Yusufu, mumewe Mariamu. Aliyemzaa Mariamu, aliyemzaa Yesu. Aitwaye nini? Nani? Kristo. Mpe. Mariamu alimzaa Yesu, aitwaye nani? Kristo. Kumbe Kristo ni jina la pili la nani? La Yesu. Sio dini ya mtu, sawa? Hapana. Kwa hivyo hakuna dini inaitwa Kristo, sawa? Dini ni Kristo, ni kama Kristiani na Christ. Hiyo vitu mbili tofauti. Kwa hivyo ati dini ni nini? Yesu alikuwa anaitwa Yesu Kristo na ni mwana wa Mungu. Anaitwa Yesu, jina lake la pili ni Kristo, ni title kwa maana ya Masihi, sawa Sio dini. Dini ni mfumo ama njia ya kufika kwa Mungu. Dini ni mfumo ama njia ya kufika kwa Mungu. Mfano, kabla huyo Yesu azaliwe hakukuwepo Yesu na Kristo haikuwepo, lakini watu walikuwepo kabla ya Yesu. Kulikuwepo na Musa, kweli? Si Musa alikuwepo? Musa hawezi sema mimi ni Mkristo kwa maana Kristo mwenyewe bado hajazaliwa. Maana yake Musa alikuwa na dini ambayo sio Ukristo kwa sababu Kristo bado hajafika. Hiyo dini ya Musa ndio dini ya huyu Kristo. Dini ya Kristo ndio dini ya Ibrahimu, ndio dini ya manabii, na hiyo dini inaitwa Uislamu. Lakini kuna kitu hujui na unafaa ujue leo. Nifundishe. Yesu alikuja kutuokoa katika giza. Alikuja kuokoa katika giza. Kuokoa. Imeandikwa wapi? Na wakati Yesu alikuja, ndio watu walijua mchana na usiku, mbichi na mbivu. Kwa hivyo manabii, Yesu ndiye alikuja kwa ufunuo. Kwa hivyo tunaona sisi wote. Ngoja kidogo. Fuata. Kwa hivyo wakati wa Musa na Ibrahimu, watu hawajui giza na mchana. Wakati wa Musa na Ibrahimu watu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Kila kabila ilikuwa na mungu wake. Na watu walikuwa wanaabudu vitu tofauti. Ushahidi? Hata kutoa 10% ilikuwa inapelekwa katikati ya junction ya barabara. Inakuwa hapo, inatupwa, inakanyagwa na watu.
Maneno yako ni nzuri. Yesu alikuja kutuokoa, si ni kweli? Yes. Lakini hakuja kutuokoa sisi wa Kenya. Akina nani? Mpe huyo. 13:23 Matendo ya Mitume. 13. Sikiliza hiyo andiko 13:23 Matendo ya Mitume. 13:23. Inasemaje? Katika uzao wake mtu huyo, Katika uzao wake Yakobo, mtu huyo Yakobo, Mungu amewaletea Israeli. Sikiliza vizuri. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mpe, tunaenda polepole. Mungu amewaletea kina nani? Israeli. Amewaletea nani? Mwokozi. Mpe, sikilize nani huyo? Yani Yesu. Mpe. Yani nani? Sasa saa 12. Jesus, Yesu. Mpe amalize. Endelea. Katika uzao wake mtu huyo, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea wana wa Israeli mwokozi. Yani nani? Yesu. Kama alivyoahidi. Mpe. Ahadi ya Mungu ni kumleta Yesu kwa kina nani? Ahadi ya Mungu aliyoahidi ni kumleta Yesu awe mwokozi kwa kina nani? Wana wa Israeli. Ahadi ya Mungu inavunjika? Haivunjiki milele. Wewe ni Mwisraeli? Mimi ni Mkristo Mkenya. Wewe si nani? Sio Mwisraeli. Lakini Yesu ametumwa kwa kina nani? Wacha nikwambie. Utaniambia baadaye, tukubaliane kwanza. Waisraeli. Yesu ametumwa kwa kina nani? Waisraeli. Na wewe si nani? Mimi sio Mwisraeli. Kwa hivyo Yesu hakuhusu ndewe wala nini? Lakini kuna kitu moja ujui. Na hutawahi jua. Unataka kujua. Nijulishe. Na unasoma Biblia kila dakika hapa. Nijulishe. Wana wa Israeli ni Wakristo. Wewe. Yes. Sisi wenyewe wa Kenya, mpaka wa Kenya sasa sisi ni wana wa Israeli according to vile nini maandiko. Kwani wewe ni mwana wa Israeli? Iko hivyo. Naturally iko hivyo. Kwa hivyo wewe ni Mwisraeli. Kitu yoyote sisi ni kama nasema hivi. Hebu ngoja. Sisi ni uzao wa Israeli. Nasema hivi. Sisi ni uzao wa Israeli. Kidogo. Wewe ni Mwisraeli ama wewe si Mwisraeli? Sisi ni uzao wa Israeli. Kwa hivyo wewe ni Mwisraeli? Yeah, mimi ni Mwisraeli according to Biblia. According to Biblia wewe ni nani? Wewe tulitoka wapi? Ngoja kidogo. Wewe ulitoka wapi? Ngoja nisikize basi. Ngoja. According to Biblia wewe ni? Mimi ni Mwisraeli, kila Mkristo yote. Acha niulize yote. Biblia yeye. Sisi tunasubiri basi, mpe huyo. Kuna mtu anasema yeye ni Mwisraeli. Wewe Biblia unasemaje? Yoshua 7:12. Wacha tukushtaki kwa Biblia yako sasa. Wacha Biblia iseme. Kuna kakamba yetu kamoja hapa kanasema yeye si Mkamba, ni Mwisraeli. Wacha tusikie Biblia katasemaje. Yoshua 7:12. Wewe sikiliza hapo, wewe Mwisraeli. Inasema leo. Angalia. Ndiposa. Sikiliza wewe. Weka simu kando, sikiliza andiko. Ndiposa. Wana wa Israeli. Ambaye ni huyu hapa mmoja. Wana wa Israeli. Ambaye mpe, si ni wewe? Yes. Haya, sikiliza sasa, ni yes. Ndiposa wana wa Israeli ambaye ni huyu mmoja wao hawezi kusimama mbele ya adui zao. Endelea. Wakawapa vizogo adui zao. Endelea. Kwa sababu huyu Mwisraeli, kwa sababu ni Mwisraeli amelaaniwa. Mpe. Ati imefanyaje? Unasemaje? Wacha nikwambie. Karudie. Sikiliza kwa umakini, soma straight. Sikiliza wewe Mwisraeli wewe. Uchague moja, aidha ulaaniwe ama utoke Israeli. Mwisraeli asikize. Hama Israeli ama baki umelaaniwa. Ni option mbili. Ndiposa wana wa Israeli naam hawawezi kusimama mbele za adui zao. Kabisa. Wakawapa vizogo adui zao. Endelea. Kwa sababu wamelaaniwa. Mpe. Nani wamelaaniwa? Hiyo ni mpi? Nani wamelaaniwa? Wacha nikwambie. Ngoja utaniambia. Kulingana na hii andiko. Si ati ni kulaaniwa ile umelaaniwa. Unatafuta laana. Nini? Si hiyo. Nasema hivi. Si hiyo. Hiyo ilikuwa in between Israel. Ngoja. Nani wamelaaniwa? Nani wamelaaniwa? Hakuna mtu amelaaniwa hapa. Andiko nasema ni kina nani?
Unajua sisi wa Israeli, Nasema acha nikwambie. nini? Sisi tuko na maadui wengi sana. Kwa hata Biblia ni adui yenu. Biblia si adui yetu. Imesema mmefanywaje? Si hii somo si inamaanisha tumelaaniwa. Mtarudia tena. Wacha iseme tena. Sikiliza tena. Anataka kubadilisha lakini haibadiliki. Anataka kufuta lakini hataki. Hawezi futa. Futa wewe. Soma tena. Wana wa Israeli. Naam. Hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Unasikia hayo maneno? Endelea. Wakawapa visogo adui zao. Endelea. Kwa sababu wao Waisraeli kwa sababu naam, wamelaaniwa. Ati nini? Wamelaaniwa. Mpe. Nani ametulaani? Mungu. Si ulete andiko. Hata nauliza nani huyo ametulaani? Mwenyezi Mungu aliwalaani kupitia ndimi ya Isa ibn Maryam na Daud. Soma hiyo. La'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Sura ya ngapi? Sura ya 5 aya ngapi? Aya yake soma 70 na ngapi? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Nimefika maneno. Inasemaje? 78, hebu angalia ma. 78. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. 70 ngapi? Walilani 78. Angalia wewe, sikiliza wewe. Uniniuliza nani ametulaani? Israeli. Sikiliza hapo, nani amewalaani? Israeli umelaaniwa, sikiza kwanza. Inasema nini? Naam. Walilaaniwa wana wa Israeli. Walilaaniwa wale waliokufuru. Miongoni mwa wana wa Israeli. Wamelaaniwa miongoni mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi, kwa ulimi wa nabii Daud na wa Isa bin Maryam, yani Yesu. Endelea kisema hayo ni kwa sababu waliasi na wakipindukia mipaka. Unaona sasa, muliasi na mukapindukia mipaka kabisa. Mpe. Umesikia hayo maneno? Nimesikia. Lakini kwa nataka ulete andiko kutoka kwa Biblia. Mpe nikupe pia 3-4. Si mambo ya Qur'an. Ezekieli. Unajua Qur'an? Some, sinakupa kwa Biblia pia. Ezekieli. Soma hiyo 3:7. Ezekieli. 3:7. Naam. Ezekieli. Soma hiyo. Nimefika mwana mkidi. Inasemaje? Kidogo Ezekieli. Ezekieli ngapi? Ezekieli kama ni? Mimi napiga sindano, huyu yule ndo anapona. Ajabu ya dawa. Soma andiko. Inasema nini? Wewe sikiliza hiyo Ezekieli 3:7. Bali nyumba ya Israeli. Yesu na Daudi wanaambiwa nyumba ya Israeli. Hawatakusikiliza wewe. Kwa kuwa hawanisikilizi mimi Mungu. Maana nyumba yote ya Israeli. Ati nini? Nyumba yote ya Israeli. Wana vipaji vigumu. Kwanza wana vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi. Mpe. Wana vipaji aina gani? Vigumu na mioyo yenye ukaidi, yani ukafiri. Ndio Mungu akafanyaje? Akawalaani. Na wewe ni mmoja wao. Kwa nini? Na mbona saa hii kulingana na vile maandiko ile ilivyo nature Israel ndio tunaweza sema ndio
sema katika hii dunia. Hakuna kitu kama hiyo. Nisikize kwa dakika moja. Israeli saa hii, nisikize basi, sema the most unpeaceful country and stable ni Israeli. Right, left and center wako na maadui. Nisikize vizuri wako na vita kila siku. Hawana win. Subiri nimalize. Kuwini issue nyingine, nisikize kidogo. Kuwini issue nyingine, hakuna kitu tamu kama peace. Kweli uongo? Amani, amani, amani. Hakuna kitu mzuri kuliko nini? Wanawapiga bure. Nisikize mimi nimalize kwanza maneno. Hakuna kitu mzuri kuliko amani. Ukikosa amani, hiyo ni laana. Wayahudi zaidi ya miaka 100 wako kwa vita. Zaidi ya miaka 100 hawajaona amani. Na wanalindwa na Muamerikani na Europe. Na siku Muamerika na Europe wajitoe, subiri nimalize, wajitoe, ndo utajua huyo hana lolote. Lakini ukienda Dubai, unaacha simu kwa meza, unaondoka. Hakuna wizi, hakuna vita, amani. Ukienda Qatar, amani. Ukienda Kuwait, amani. Majirani wote wako na amani. Yeye peke yake ndo wako kwa vita. Anaogopa mpaka kivuli chake. Unipata vizuri Mpaka kivuli yake anaogopa. Na alisema siku tutaweka silaha chini tumekwisha. Sasa huyo ni laana ama ni amani? Laana hiyo. Vita, vita, vita kila siku. Na ni mwana wa Mungu gani vita kila siku? Muisraeli kama ni mwana wa Mungu angepata amani. Hana amani, hana raha na hata jirani zake. Lakini angalia, sisi kama Wakenya tuko na amani. Kweli uongo? Amani kabisa. Sasa sisi afadhali Mungu anatupenda kuliko wana wa Israeli. Wana wa Israeli Mungu aliwalaani na akaweka kwa vita miaka yote. Vita ambayo hawashindi. Kila siku vita tu, vita tu. Sasa mtu wa Mungu anakuanga vita kila siku. Wale ni wazungu wale. Wale wana wa Israeli wachana na wao. Mpe next. Mpatie naona kama bado na swali. Una swali? Nimeona umekata lakini sawa tu. Una swali ya silimu? Kesho nakuja na maandiko, Biblia yangu, nataka kila kitu. Unakuja na maandiko na unakuja na mpaka Biblia yako? Kabisa. Wacha na hii ni mbaya. Unajua hii Quran, what I know Quran. Quran ni kama kitabu iliandikwa juzi tu. Na mwenye kuandika Quran alikuwa na Biblia hapa kwa hapa. Anasoma hii, anapindua, anaandika hii. Pelekeni vitu. Ati alikuwa na Biblia hapa kwa hapa. Hapa kwa hapa. Anafanyaje? Biblia, huwezi pata jina nini Muislamu. Hakuna kitu kama hiyo. Na nikikuonyesha. Lakini Quran. Ngoja. Na nikikuonyesha. Quran unapata jina Kristo. Usiseme, ngoja kidogo. Nini? Usiseme hakuna kama hujaangalia. That means Quran tunasema ni. Ngoja kidogo. Photocopy ya Biblia. Siku zote unafaa uangalie. Qur'ani sio photocopy. Qur'ani ni kitabu, ni wahi. Lakini inapinga Biblia na kila kitu. Naona Kiswahili yako ni ngumu kwangu. Kila kitu.